na tayari wageni wetu wameshatufikia. Kwa hiyo kwa kipindi hiki tutakuwa na mwaliko au ukaribisho wa wao ili waweze kutuongoza, kutupa elimu kwa ufupi juu ya hiyo huduma inavyofanyika, lakini pia kutupa utayari ili na sisi tuweze kuchangia sadaka hiyo kwa ajili ya jamii yetu kwa upande wa afya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama viongozi wa kanisa Church of God tunakubali, tunaunga mkono jitihada hizo, na ndio maana tuko hapa asubuhi ya leo kwa utayari huo ili tuweze kupokea elimu hiyo, lakini pia tuwe na nafasi ya kufanya jambo. Si ni sawa, watu wa Mungu? Basi bila kupoteza muda kwa kipindi hiki, ni wakaribisha wageni wetu ambao wameshatufikia tayari. Karibuni sana. Lakini pia bila kupoteza muda nimkaribishe kijana Yosia aweze kuendelea na vipengele viwili vitatu ambavyo viko mbele yetu, na baada ya hapo tutapata mwongozo, tutaanza na nini na tutaendelea na nini. Kwa hiyo mahali popote ulipo kijana Yosia, karibu sana ili uweze kutukaribishia hao walioko mbele yako, na Mungu akubariki sana. Makofi kwake wakati anakuja. Asante sana. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama una amani ndani ya moyo wako, naomba tupungiane mkono namna hii. Kama una amani ndani ya moyo wako, naomba tupungiane mkono namna hii. Makofi mengi kwa ajili ya kongamano la 2026. Nimesimama hapa kama mwalimu wa somo la uchumi, lakini nimesimama hapa kwa ajili ya kusema maneno kidogo kuhusiana na swala la uchangiaji wa damu, na nitakwenda haraka kidogo kwa sababu nasubiriwa kuanzisha swala letu ambalo tumeliacha kwa upande wa somo la uchumi. Na leo uchumi unaondoka. Mwambie jirani yako uchumi unakwenda. Mwambie uchumi unaondoka. Uchumi unaondoka. Mwambie uko tayari kuondoka. Mwambie uko tayari kupokea. Mwambie principle of receiving is giving. Kanuni ya kupokea ni kutoa. Hata hawa ambao walikuja hapa kwa ajili ya kupokea damu ni lazima watoe damu. Bwana asifiwe. Na mimi niko tayari kutoa damu. Kesho na kesho kutwa nitapokea faraja ya damu. Nakupa story kidogo. Juzi siku ya pili wakati niko kwenye kongamano, waheshimiwa wa kuchangia damu, hili ni kongamano la kitaifa. Karibuni sana. Karibuni sana ili tuendelee kuweka mambo vizuri. Amen. Siku ya pili tukiwa kwenye kongamano la kitaifa, mke wa mdogo wangu alifanikiwa kutuongezea kijana, kwa sababu alikuwa anatambua, alipewa jukumu kwamba nendeni ulimwenguni mkaujaze ulimwengu uongezeke. Wakafanya mchakato kidogo, wakaujaza ulimwengu. Sasa wakati wanaujaza ule ulimwengu, muhusika mkuu wa hiyo shughuli akawa amepungukiwa na damu. Nikapigiwa simu, mheshimiwa, unahitajika hospitali haraka iwezekanavyo uje uchangie damu. Wakati tuko kwenye ibada kanisani, nafikiri niliwaambia kwa wale ambao walikuwepo siku ya kwanza, nilichomoka hapa baada ya chakula cha mchana nikaelekea kwa ajili ya kwenda kufanya kitu wanaita blood donation. Kwa wale ambao wanaelewa kidogo, nimesoma biolojia waheshimiwa, msije mkanichukulia kawaida. Nafundisha uchumi kibiblia, lakini elimu ya duniani inapatikana vizuri sana, na karibuni sana tuendelee kushirikiana. Amen. Haleluya. Amen. Tukaenda pale, tukachangia damu. Kabla ya kuchangia damu aliishiwa damu lita 2, akaongezewa lita 2, tukaambiwa tulipe lita 4. Haleluya. Maandiko katika kitabu cha Ayubu 41 mstari wa 11 anakuambia, ni nani aliye wa kwanza kunipa hata nimlipe? Ni nani aliye wa kwanza kunipa hata? Kule kwenye kitabu chetu kule kwenye maandiko anasema hivi, mmepewa bure, toeni. Haleluya. Waliopokea hizi speaker wote walianza kutoa kwanza. Walianza kutoa fedha, walitoa muda wa kwenda kuchakarika kupiga kazi, walitoa maarifa, wanataka feedback au wanataka Toshiba au wanataka nini, na leo tunaziona feedback ziko hapa na tulipokea speaker kwa sababu ya utoaji wao. Haleluya. Amen. Amani ipo. Amen. Watanzania oye. Oye. Serikali ya Jamhuri ya Muungano safi. Safi. Sasa tunafanya jambo moja dogo sana, yaani watu wasiogope, huwa na amani.
2031 tumeweka malengo ya miaka mingapi? Jana alisema mchungaji Amani kwamba walianza kama utani 2021. Leo ni 2026, ni miaka mingapi? Kongamano mmeliona au hujaliona? Tumeliona. Cha msingi uwe na lengo. Uwe na nini? Lengo. Na lengo. Nilipofika pale hospitali nilikutwa na kitu cha ajabu sana. I say, ukitaka kuona au ukitaka kujua Mungu anafanya mambo makubwa, kitu cha kwanza, jitahidi sana kutembelea hospitalini. Kitu cha pili, jitahidi sana kutembelea kwa wafungwa. Kitu cha tatu, nenda kwa watu wasiojiweza. Nenda kwa watu wasio. Wakati nimemaliza form 6 Shinyanga, kuna shule inaitwa Madui. Kulikuwa na kundi la wazee wasiojiweza. Tulikuwa tunatoka pale hata na 200, una 500, ondoka nayo kwa ajili ya kwenda kuwafariji wale watu. Nimefika hospitali nikakutana na vitu ambavyo sikutegemea. Watu wanatembezwa kwa kutumia nini? Watu wanatembezwa kwa kutumia nini? Kuna kijana amevunjika huu mguu, goti hawezi kuliona. Yaani hapa pako flat, kuanzia hapa mpaka chini pako flat. Amepungukiwa damu. Ndugu yake na huyo kijana akatoka pale mtaani kwa ajili ya kwenda kufanya namna ya kupata watu watakaomsaidia angalau aongezewe damu. Tulivyomaliza kwa upande wetu, wale watu waliruhusiwa, mdogo wangu pamoja na mke wake wakaruhusiwa, wakaondoka. Nikabaki pale. Kuna daktari ni rafiki yangu pale. Nikamwambia, mheshimiwa, niko tayari kusema chochote kwa ajili ya hiki. Niko tayari kusema chochote kwa ajili ya Mchungaji Amani, popote ulipo, Mchungaji Martin, ndugu zangu, karibuni hapa mbele. Mmefika hapa kwa ajili ya kuhamasisha watu kuchangia damu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumepewa bure, tutoe kwa moyo wa kupenda. Uzima wa maisha ya kwako ni imani na sio damu. Niamini mimi, nakwambia leo, uzima wa maisha ya kwako upo katika imani. Anasema Roho ndiyo itiayo uzima. Soma kwenye Yohana 6:63. Yohana 6:63. Anasema Roho ndiyo itiayo nini? Uzima. Kuna watu wanasema mimi nina hofu na afya yangu. Anasema hivi, hofu anatumia shetani kueneza ufalme wake. Ujasiri ni element ambayo Mungu anaitumia kueneza ufalme wake. Ukiwa na hofu, kifo kipo kwako. Ukiwa na hofu, anasema hivi, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu, kwa maana yeye hujishughulisha na mambo yenu. Soma kwenye Petro wa kwanza, utaikuta hapo. Tafsiri yake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu, maanake hofu za kwetu tuzitoe ndani ya mioyo ya kwetu, tumkabidhi Bwana, na Bwana achukue ujasiri wake atuwekee ndani ya mioyo ya kwetu, ili tufanye mambo yawezekane. Bwana asifiwe. Haleluya. Wanaonielewa naomba tupungiane mikono namna hii. Wanaonielewa naomba tupungiane mikono namna hii. Miaka 5 tutafanya mambo makubwa sana. Waheshimiwa wa kuchangia damu, mnayemuona huyu ni katibu mkuu kiongozi wa kanisa la WMF Tanzania. Amefika mahali hapa, hakujali mazingira ni ya kawaida kinamna gani, ila amefika mahali hapa kwa ajili ya kulieneza neno la Mungu. Waheshimiwa wa kuchangia damu, mnayemuona hapa ni katibu mkuu mstaafu. Alivyoondoka yeye akamwachia baba. Wako tayari kwa ajili ya kuhamasisha hili jambo liweze kufanikiwa. Mlipo hapo, mmepokea elimu kwa sababu mlianza kutoa. Moja, mliutoa muda kwa ajili ya kutaka kupokea elimu. Cha pili, mlitoa fedha kwa kulipa ada, kwa kulipa vyote ambavyo vilikuwa vinahitajika kwa ajili ya kuipata elimu mlionayo sasa hivi. Tunamtumikia Mwenyezi Mungu aliye hai. Amina. Tunamtumikia Mwenyezi Mungu aliye hai. Niwakaribisheni sana, msogee mahali hapa.
wote wawili. Kama yupo mwingine ambaye ameambatana na kundi hili, naomba wasogee hapa. Amen. Makofi. Tuko mahali hapa kwa ajili ya kufanya vitu vyenye ujasiri. Amen. Tuko mahali hapa kwa ajili ya kufanya vitu vyenye nini? Ujasiri. Kama wewe una hofu, basi jifunze kwa waliofanikiwa. Ujifunze. Wanakwambia uoga wako ni maskini wako. Rose Mwando amekwambia hivyo, ni mwimbaji mmoja namkubali sana. Studio, niandalieni hiyo nyimbo, tutaimba baada ya muda mfupi. Uoga wako ni maskini? Nakwambia jifunze kwa waliofanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hii inaitwa bodi ya wakurugenzi. Hii ni bodi ya watendaji. Karibuni sana. Asante sana. Karibuni sana baba mchungaji. Asante sana. Karibu sana. Kuna jambo la msingi sana tutakao lifanya hapa. Asante sana. Karibu sana. Wanasema Europe right now in Africa. Karibu sana. Sasa tunafanya kitu kimoja. Mimi nawapa kazi ndogo sana. Hapa damu zipo nyingi. Za kutosha. Ila utayari. Anasema ondoka uangaze. Si kweli? Kama hautakuwa tayari kuondoka, huwezi kuangaza. If you are not be ready to arise, then you will remain in darkness. Tunajaribu kuongea Kiingereza kidogo ili hata wale ambao watakuja kusema kwa Kiingereza kidogo tufanane nao. Amina. Amina. Arise. Fanyaje? Kuwa tayari kuondoka, alafu taangaza. Hili kanisa mnavyoliona hivi, waheshimiwa kuchangia damu. Hili kanisa mnavyoliona hivi, hapa wameweka square pipe, lakini kule kwa nyuma hakuna square pipe. Nataka mniambie hizo square pipe zitawekwa lini, alafu mje mseme damu zitatoka au zitatoka, uone. Unataka kupokea? Watakaotaka kupokea ni lazima wawe tayari kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukitaka kupokea ni lazima uwe tayari kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi niko tayari kuchangia damu mpaka sasa hivi. Mko tayari kupokea damu ya kwangu? Nimewapa kazi ya kwanza. Hili kanisa unavyoliona hapa. Hapo kuna square pipe zimeweka. Ukizunguka kule kwa nyuma wameweka tofali za tope. Lakini kongamano la kitaifa limefanyika wapi? Hatutatishwa na mazingira. Tutafuata maelekezo kutoka mbinguni. Haijalishi tuna shida kiasi gani. Wanasema hivi, never mind the instruction from the environment. Mind the instruction from heaven. Yes. Amina. Never mind the instruction from our environment. Mind the instruction from heaven. Usije katishwa na haya mazingira tunavyoyaona. Usije katishika labda na kamtaji kadogo usiwezi kufanya jambo. Usije katishwa kwamba una dhambi fulani na kusumbua uwezi kufanya jambo. Leo tunamtumia Yakobo, alikuwa na wake 4. Leo tunamtumia Suleiman, alikuwa na ule mfumo ni mkali sana. 1000 sio swala la kawaida. Bwana asifiwe. Tuna amani? Amani tunayo? Usije katishwa na maneno ya watu. Kuna kamanda akasema nahitaji kuujenga ukuta wa Yerusalemu. Lakini akaambia ndugu zangu, wapo walikuwa karibu wakamcheka wakamdharau. Alivyoanza kuujenga tu ukuta, wakasimama watu wakasema huu ukuta unavyouona hata mbweha anaweza kapana na kaudondosha. Lakini kwambia ukuta ulijengwa na walifanya kazi kwa moyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Naomba mniambie square pipe, unahitaji square pipe zipatikane. Kama utasema una cement kwa ajili ya tiles kwa ajili ya kanisa utasema. Kama unahitaji kutuchangia mifuko ya cement kwa ajili ya kupiga lipu kanisa utasema. Alafu ndipo utakaa chini kwa ajili ya kuwa tayari kupokea damu. Amen. Amina. Karibu sana, ujitambulishe. Wewe ameandika afya Dr. Samia. Makofi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi nimewambia tuna sanduku la agano. Mimi niwape story kidogo. Tuna sanduku la agano lenye malengo ya miaka 5. Miaka mingapi? 5 ijayo. 2031. Na leo tutaliombea, ndo kazi ya leo. 2031. Kuna watu 2030 katika uchaguzi mkuu watakuja hapa kwenye kongamano la 2031 wakiwa ni viongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amen. Watakuja wakiwa ni viongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niamini mimi. Tutaliombea sanduku la agano leo. Utajitambulisha, unaitwa nani? Unafanya kazi wapi? Na umekuja hapa tayari. Of course tumeshajua lengo la kuja. Ukiamua kupenda utasema. Lakini pia
wewe ni daktari, tunahitaji msaada wako Baba, sisi tunafanya kazi ya Mungu. Hizi fedha mkisema tunachangia kiasi fulani cha fedha, na hapa hao watu wanne hao ni mabosi ndugu yangu, makofi kwao kwanza. Hawa ni mabosi ndugu zangu, niamini ni mimi. Hili kanisa sisi hatujaja hapa bure. Tulitoa nauli zetu tukafika hapa, amina Hatutakubali kanisa libaki hivi hivi. Karibu sana. Makofi mengi, makofi mengi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Nyeruse Filimon Kiamba. Natoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Singida. Ni mratibu wa huduma za damu salama hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Singida. Amina. Naungana na kongamano hili. Mimi nitachangia mfuko mmoja wa sementi kwa sababu nilikuwa nimeshtukiza. Ubarikiwe. Amina sana. Amina sana. Amina sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina ninaitwa Harjinda Jaswant. Ninaratibu shughuli za damu salama mkoa wa Singida. Nafanya kazi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Singida. Nami ninaungana na ndugu yangu Bwana Filemoni. Mimi nitachangia shilingi 50,000. Ubarikiwe mtu wa Mungu. Mungu akutunze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza wageni karibuni sana. Hilo niwakaribishe kwa ajili ya ujio wenu na tumebarikiwa kwa ajili ya haya. Amen. Nirejee katika kusudi ni kwamba nadhani tumepata taarifa wote wana kongamano kwamba tuna ugeni huu na tutapokea maelekezo yao. Swala la damu tunafahamu. Ndugu zetu wako hospitalini wanaongezewa damu. Kwa hiyo ni huduma kama huduma zozote ambazo zipo. Na hii kwa sababu wao ni wataalamu, wataelekeza kwa vigezo ambavyo vitawaruhusu ni akina nane ambao au wenye sifa zipi ambazo wanafaa kutoa damu. Nafikiri elimu hiyo baada ya kupita hizi shughuli zote zitaendelea bila matatizo. Bwana tubariki sana. Amen. Kwa hiyo nasema karibuni sana na Mungu awabariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi naitwa mchungaji Amani Mlula, katibu mstaafu kama kijana alivyosema, lakini ndio mchungaji mwenyeji wa kanisa la mahali hapa. Amen. Wataalamu karibuni sana. Karibuni sana kwa ajili ya elimu ambao mlialikwa kuja kuitoa. Naamini vijana wetu ni wajasiri, hawatasita kujitolea. Kwa kadri ambavyo tumewaandaa na jinsi ambavyo wanampenda Yesu, kwa elimu ambao mtawapa, naamini kwamba watakuwa tayari kuipokea. Nikushukuru pia kijana Baraka kwa ajili ya kuingiza swala la kuchangia siku ya pipe hapa kwa ajili ya kanisa letu. Mungu akubariki kwa maono hayo. Tulizungumza kidogo jana na naona umelitekeleza. Itakuwa ni jambo la kupendeza tumechangiwa mpaka na madokta wetu. Kumbe hawatuchomi tu shindano, kumbe wanajenga na kanisa. Na mimi niwaalike Jumapili ijayo baada ya kongamano, karibuni. Ninyi ni waumini wangu mahali hapa. Tuko kata ya Utemini karibu na Mandewa, ambao ndio hospitali yenu iko Mandewa. Kwa hiyo karibuni sana tuweze kumwabudu mahali hapa Mungu wetu wa mbinguni. Baada ya kusema hayo, kwa sababu wageni wamechangia, basi na mimi kwa sababu tulikuwa tumeweka utaratibu baadaye na tumesharazishiwa kutuchangia, ni waaliko wote ambao mnataka tu kutuchangia, karibuni mtusaidie tuweze kukamilisha, ili kipindi kingine nitakapowaalika mtakuta mabadiliko makubwa sana. Amen. Mimi nachangia kutengeneza siku ya pipe moja. Amen. Yaani dirisha moja natengeneza mimi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Una amani kwanza? Mjue sana Mungu ili uwe na nini? Amen. Ndipo mema. Ndipo manake utapokea mema baada ya kuhakikisha umemjua Mungu, kuhakikisha kwamba amani ipo moyoni. Yaani mfumo wa kutoa huwezi kuukwepa. Amina. Yaani ukiukwepa mfumo wa utoaji umeukwepa uchumi. Haleluya. Amen. Yaani ukiukwepa mfumo wa kutoa umekwepa mfumo wa uchumi. Dirisha linalofuata nitatengeneza mimi siku ya pipe tarehe 5 zitafika mahali hapa tarehe 5. Dirisha la pili. Mheshimiwa Onesmo, popote ulipo tunakuhitaji mahali hapa. Sasa Bwana Yesu asifiwe tena. Kama nilivyojitambulisha, nimesema mimi ni mratibu wa damu salama mkoa wa Singida.
Kwanza kabisa nimshukuru Mungu kwa zawadi ya afya ambaye ameendelea kutupatia kila siku. Kwa kweli ni neema tu. Lakini pili ni shukuru uongozi wa kanisa hili kwa kuona ni jambo jema kushiriki nanyi katika kongamano hili ili tuweze kupeana elimu juu ya mambo ya damu salama. Katika hospitali zetu tunatoa huduma kwa njia niseme kuu mbili. Kwanza, wagonjwa wakifika hospitalini watapata matibabu kwa njia ya dawa. Dawa hizo either ni sindano ama dripu ama vidonge. Hii njia ya kwanza hatuna shida nayo kwa sababu dawa hizi tunazinunua. Viwanda vinatengeneza, tunanunua sindano, tunanunua dripu, tunanunua vidonge kule. Lakini matibabu ya njia ya pili tunatibu kwa njia ya damu. Sasa kwa njia hii ya pili tuna changamoto kwa sababu hatuna viwanda vinatengeneza damu. Lakini pia inawezekana ni mpango wa Mungu pia, kama ambavyo yeye alitupenda akamtoa mwana wake wa pekee afe kwa ajili yetu. Amen. Ili nasi tuendelee kufurahia furaha hii ya maisha. Basi labda ndio maana sisi wanasayansi tumekwamia hapo, tumeshindwa kugundua namna ya kutengeneza damu. Kweli. Kwa hiyo tumebaki viwanda ndio sisi wenyewe. Kwa hiyo sasa tusipochangia damu ina maana tunaruhusu wenzetu wapoteze maisha. Na sio wenzetu tu, hata sisi siku moja tutapoteza maisha. Maana kwa haraka ukiuliza hapa nani anataka damu, utaambiwa ni mgonjwa aliyekuwa hospitalini. Lakini tunasahau hata sisi ni wahitaji wa damu dakika yoyote. Hivyo basi tukasema tufike hapa tuwape elimu, maana kinachosababisha watu washindwe kuchangia damu ni hofu. Na tumeambiwa hofu ndio mtaji wa shetani. Ukiendekeza kuogopa, kwa kweli wewe jichunguze vizuri. Inawezekana shetani anatembea na wewe huna habari. Sisi watu wa Mungu, sisi tuko na Yesu, sio watu wa kuogopa. Mahospitalini sisi tunachangia damu kila wakati bila hata kuandaliwa. Ikitokea changamoto hapa, kumetokea ajali, huwa tunaanza sisi kwanza hospitalini, alafu ndo tunaambiwa haya nendeni mkaongezee hizo ambazo zimepungua. Kuna sifa zingine ni ngumu, zipo kwetu sisi kina mama, lakini ukiwa hospitalini kuna wakati wala hata tuzijali hizo. Tunasema toa kwanza, wewe tutaku resuscitate baadaye. Hivyo. Nimeambiwa ni kanisa la Mungu watu wako vizuri kwa lugha zote. Amen. Na mlishapewa tahadhari kwamba kuna Mu-Europe atakuja hapa. Kwa hiyo nitawapitisha kwenye sifa chache za mchangia damu. Tuna sifa zaidi ya 37 za mchangia damu, lakini kuu tunazingatia sifa zifuatazo. Kwanza, uwe una umri wa kuanzia miaka 18 mpaka miaka 60. Kwa nikiangalia hapa kweli wachangia damu ni wote. Hapa sijaona mtu ambaye hatachangia damu hapa. Lakini pili, uwe una uzito wa kuanzia kilo 50. Hapo ndio kizaazaa kinapoanza hapo. Tatu, kama ni mtoto wa kiume uwe ulichangia damu mara ya mwisho miezi 3 iliyopita. Na kama ni mtoto wa kike uwe ulichangia damu miezi 4 iliyopita. Ndio utaruhusiwa kuchangia tena leo. Lakini 4, tutapima wingi wa damu. Wewe una wingi wa damu wa kuanzia gramu 12.5 ndio utaruhusiwa kuchangia damu. Lakini 5, usiwe na maradhi sugu. Nikisema maradhi sugu hapa haraka tunaweza tukafikiri labda mambo sijui ya ukimwi. Sawa, na hayo yapo, lakini tuna pressure, tuna kisukari, tuna sikoseli, tuna pumu. Hizo zote zinakuondoa wewe kwenye sifa ya mchangia damu. Lakini sifa nyingine, usiwe umetumia dawa either ya malaria au ya typhoid au ya UTI ndani ya siku 14 zilizopita. Hapo tunaendelea sasa kujichuja wenyewe tupo wapi.
Kwa hiyo hizo ndizo sifa za haraka haraka tunazizingatia kabla ya wewe hujachangia damu. Lakini usiwe leo hii yani uwe uko physically fit. Yani hata kama hujapimwa kuambiwa wewe mwenzangu pamoja leo uko physically fit, lakini unajua kwamba una kisukari. Lakini wewe physically fit leo unajiona yani mimi nipo vizuri leo, nina uwezo kuchangia damu. Kwa hiyo ndio pia tunalizingatia hilo. Lakini sasa damu hizi anapewa nani? Kama nilivyotangulia kusema kwamba anayetumia damu ni mimi pamoja na wewe. Lakini tuna makundi maalum tumewaweka hawa watumiaji wa damu. Kundi la kwanza ni mama wajawazito. 80% ya damu tunazozikusanya zinatumiwa na mama wajawazito hospitalini. Tokea mama mimba inatungwa mpaka kujifungua, asipokuwa na damu ya kutosha ni hatari kwa afya yake, lakini kwa kiumbe alichokibeba. Ndiyo maana mama akibeba ujauzito tu tunasema akaanze kliniki. Kule kliniki tunazingatia wingi wa damu. Afya njema ya mtoto tumboni ni damu ya mama. Mama akiwa na damu chache kuna hatari ya kupata mtoto mwenye shida. Mmewahi kusikia watoto wanazaliwa mgongo wazi? Mama wale wenye upungufu wa damu, tuna madini huko tunayatafuta ya chuma. Sasa yale madini yakiwa pungufu, basi wakati kiumbe kinatengenezwa, basi huu uti wa mgongo unashindwa kukamilika, mtoto huyu atazaliwa kilema. Na ukipata mtoto huyo kilema, tayari sasa umeshaingia kwenye shida ya kudumu. Kwa hiyo hatutaki wala hatutamani mama yoyote apate mtoto mwenye changamoto eti kwa sababu alikuwa na upungufu wa damu. Ukifika kliniki mapema, tutakuanzishia vidonge ambavyo vitakusaidia kupandisha damu, lakini kama damu imepungua ambavyo haitaweza kupandishwa na vidonge, basi benki zetu za damu ziwe zina damu kila wakati kwa ajili ya kukusaidia wewe mama mjamzito. Hilo ni kundi la kwanza la kina mama wajawazito. Lakini pili, tuna kundi la hawa wenzetu wa ajali. Alitangulia kusema kaka yangu pale. Sasa hivi bajaji, bodaboda hapa mjini ndio habari ya mjini. Kimaliza shule haraka haraka, mzazi nafikiria sasa mambo naye hayakuwa mazuri shuleni. Tufanyaje sasa? Utafuta ka pikipiki hapo. Hebu utaokota shilingi 2, shilingi 3, kukupeleka VETA naye hela sina. Tutafundishana na rafiki yako huko. Basi tuna madereva wengi wa bajaji, boda, lakini inawezekana pia hawakupata mafunzo vizuri. Basi pia naye ni ujana pia, hatuzingatii sheria za barabarani. Hawa watu wanapata ajali kila siku. Kila siku tuna vijana wasiopungua 3 mpaka 5 wa ajali katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Singida. Hospitali ngapi zimetuzunguka hapa Singida? Ni wangapi wanapelekwa huko? Na kama ambavyo tunajua damu inatengenezwa katika mifupa hii mikubwa ya mwili. Sasa na bahati mbaya ukipiga ajali mara nyingi ndio ya kwanza yenyewe inavunjika. Sasa ukivunja hii mifupa kuna hatari ya kuingia kwenye upungufu wa damu. Na kijana huyu akipata changamoto kwa haraka, kama hakuna chupa at least 5 za damu, tunaweza tukampoteza. Sasa wamefika 3, hatuna chupa 15 za damu, vijana hawa watapoteza maisha. Lakini tuna kundi lingine, watoto chini ya miaka 5. Watoto chini ya miaka 5 bado miili yao haijaweza kujikinga na maradhi. Kwa hiyo akipitiwa na maradhi na kama lishe sio nzuri sana, anaweza kuingia kwenye upungufu wa damu. Na wenyewe wanatumia damu sana. Lakini tuna watoto waliozaliwa na sickle cell. Wiki hili pia tunaadhimisha siku ya sickle cell duniani. Hao watoto wanaongezeka. Sickle cell kwa Kiswahili yani binadamu tumezaliwa chembe nyekundu za damu zimekaa kama umbo kama duara au kama umbo la yai, ambalo ina uwezo wa kubeba chakula na oxygen na kuzungusha katika sehemu zote za mwili ili wewe uendelee kupumua vizuri na kuendelea kuwa na nguvu. Sasa hawa wenzetu watoto waliozaliwa na sickle cell ni ugonjwa wa kurithi. Kwa hivi ni vimelea aidha viko kwa baba ama kwa mama. Kwa hiyo hawa watu wakikutana wakapata watoto
bahati mbaya labda ni hivyo vimelea viko kwa baba pamoja na kwa mama, watapata watoto hao wenye siko seli. Inaitwa selimundu. Selimundu. Ile hiyo sasa chembe nyekundu ya damu ya kwao haijakaa kama ovo au duara kama nilivyosema, yenyewe imekaa kama kipande cha mwezi au ile mundu ya kukatia majani. Sasa hii seli haina uwezo wa kubeba oksijeni ya kutosha pamoja na hivyo chakula ili mwili uendelee kuwa na nguvu. Na bahati mbaya sisi seli hizo nyekundu za damu zinakaa mwilini siku 120 ndio zinakufa. Okay. Lakini wao hizo seli zinakufa mapema. Ndani ya wiki moja tu seli ile inakuwa imeshakufa, inatoka mwilini. Kwa hiyo sasa kama hata angaliwa vizuri mtoto huyu na hatafuata maelekezo ambayo anapewa na wataalamu, mtoto huyu anaweza kujikuta anaingia kwenye upungufu wa damu kila wiki. Sasa na tunao wengi. Nilikuwa nasema zamani wazee walikuwa wanatupa onyo kwamba ukoo ule huwa hatuoi kule. Usiolewe kule. Wanazaa watoto wamechoka. Lakini hawajui exactly science ni nini, ila tu wanaambia kule huwa hatuoi kule, kuna shida. Sasa siku hizi mambo ya science na teknolojia, tunakutana mjini, tunayaanza maisha mjini, tunawapa wazazi taarifa baadaye kwamba unajua mimi siku hizi na mwenzangu huko. Tena tuna watoto tayari 2. Sasa sisi lakini watu wa Mungu hatuendi namna hiyo. Si ndio? Amen. Sisi watu wa Mungu ukiona sehemu unashirikisha wazazi lakini pia na wazee wetu. Na hatuogopi hayo kwa sababu siku hizi sayansi pia imekuwa si mbaya wewe ukatumbukia huko kwenye siko seli, maana hata mwenye siko seli ana haki ya kuolewa na kuoa. Si ndio? Lakini sasa ujue mapema unaingia wapi na nini kinaweza kutokea. Ili wakati unajipanga sasa kupata watoto, uwe umejipanga kujua namna ya kupambana na afya ya mtoto huyo utakayempata. Ili mkipata watoto hao wenye siko seli, tunazo kliniki zetu hapo Mandewa. Mlete mtoto hapo, uelekezo na wataalamu pale, mtoto huyu ataishi vizuri akiwa na afya njema kila wakati. Sasa dhambi ni pale utakapoanza kuwazaa wanatoka wana shida, alafu wewe unakengeuka unasema huyu mwanamke anazaa watoto wenye matatizo, unakimbia kwa mwingine, kumbe wewe ndio una matatizo. Unaenda kuleta wengine wenye matatizo na huko unabaki unatapatapa na hii dunia. Kwa hiyo usisite kama umekushaingia huko, mmeshapendana na mwenzio, usiogope ukasema kuna masiko seli huku nitapata shida. Sisi wataalamu tupo lakini na Mungu wetu yupo. Kwa hiyo hao ni watoto wa siko seli, wapo hospitalini wanakunywa damu kweli kweli. Lakini tuna maradhi mengine mengi yamejitokeza siku hata siku. Zamani ukisikia habari ya watu figo imefeli, unasema huyu atakuwa mzee huyo. Figo ikifeli huyo mzee. Lakini sasa hivi wale lala pale wodini, vijana miaka kuanzia 20 mpaka miaka 45, figo zimefeli. Kwa nini? Wataalamu tunasema lifestyle. Nishindwa kufuata utaratibu wa maisha na kuheshimu mipango na mipaka mizuri Mwenyezi Mungu alitupa, unaweza ukaingia kwenye shida kama hizo. Kuna matumizi mabaya sana ya pombe, vijana wadogo wanaingia kwenye mapombe makali, matumizi mabaya ya madawa. Yote haya yameleta changamoto ya figo kufeli tukiwa na umri mdogo. Sasa hivi watu wamekosa hofu ya Mungu. Zamani mama analima mboga zake hapo, siku akipuliza dawa anasema siuzi mboga, nimepuliza dawa. Sasa hivi tunakimbizana na mambo ya vikoba, nadaiwa marejesho. Wewe ukijileta unataka mboga, nitakuuzia. Unakwenda kuziandaaje? Mimi sijui. Nafuga ng'ombe zangu hapo, nimewatandika sindano, ng'ombe yule namkamua, umekuja unataka maziwa, nitauza. Zamani anasema hapana, ng'ombe ni mgonjwa, anachoma sindano, subiri siku 5 siku 7 ziishe nitaanza kutoa maziwa tena. Sasa hivi tunauza. Sio ni maisha inatupeleka mbio, sijajua. Au tu kukosa upendo. Ni madawa yote hayo.
Lakini pili, sisi wenyewe tumekuwa madaktari huko mitaani. Kakichwa kakiuma kidogo, umekimbia pharmacy, umechukua Panadol. Kakiendelea unasema hii waga malaria yangu hii, ndo naumwaga hii kichwa hivi. Umeenda unachukua Alu. Kesho akiendelea unasema itakuwa typhoid yangu, maana mna typhoid zenu na malaria zenu. Unaenda unachukua dawa ya typhoid. Kakiendelea hapo sasa ndo akili imeisha, unasema ngoja niende hospitali. Kwa hiyo tumekuwa tuna matumizi pia ya madawa ya ovyo ovyo mpaka figo hizi zimechoka. Figo hizo zile mboga zenye madawa, figo hiyo yenye maziwa yenye madawa, figo hiyo tumbukize dawa zako za udaktari wako, bado zikutana na daktari mimi Mandewa. Jamani. Kwa hiyo figo zimechoka kweli kweli. Na wale wasiokuwa na hofu ya Mungu, figo hiyo imetumbukiziwa mapombe makali. Kwa hiyo tumelala pale. Wako pale hospitalini. Figo ikifeli, mbadala wake ni nini? Sisi hospitalini ukifika lazima uishi. Wakati wote sasa ndio wewe ikifika tunasema sasa huu umekuwa mpango wa Mungu. Ila sisi ukifikishwa tunasema huyu ataishi. Kwa hiyo figo ikisimama haifanyi kazi, tutakuwekea mashine. Mashine zifanye kazi badala ya figo yako. Figo inaondoa taka mwili zote ili mwili uwe baki safi, usibaki na sumu. Sasa figo ikifeli, mzunguko wa damu unazunguka pamoja na sumu. Ile sumu ndio inaleta shida. Kwa hiyo tutakachofanya, tutatoa damu chafu huku, tutakuwekea damu safi huku kwa mashine. Unawahi kusikia sema anafanywa dialysis. Ndio hiyo, tunasafisha damu. Sasa ukiwa na mgonjwa huyu mmoja, kama huna damu 10, hawezi kumaliza hiyo process ya dialysis. Sasa ashumu wako odini vijana 10, damu 50 hazipo, wamepoteza maisha. Kwa hiyo tuna hao, lakini pia tuna hizi kansa nazo tunarudi kule wataalamu huwa mambo mengine ni ya Mungu. Sasa sisi tukikosa pa kujifichia tunasema hii ni lifestyle, mfumo mbovu wa maisha. Kansa zimeongezeka, kansa za damu, kansa sijui tezi dume, kansa za vizazi, sijui ndio habari ya mjini. Ukiona kansa ya damu nako unahitaji damu, tena damu nyingi kweli. Na wakati mwingine tunaweza tukakuwekea chupa 5 leo, baada ya siku 2 utarudishwa hamna kabisa, tunakuwekea tena. Sasa taanza kuambiwa wewe umeshapatiwa lile jini nyonya damu. Kumbe ni kansa ya damu. Mfumo wa seli zikiharibika mwilini unaanza kushambuliana wenyewe kwa wenyewe, seli zile zinakufa bila mpangilio, wewe unaingia kwenye upungufu wa damu. Kwa hiyo tuna hao watu wote wapo mahospitalini. Tukiachilia mbali mimi na wewe, nani anajua hapa baada ya dakika 2 dakika 3 nini kitampata? Ukapita hapo tukapigwa na bajaji au bodaboda ukajikuta na wewe ni mhitaji wa damu. Lakini hatuna desturi ya kucheki afya. Nani anajua leo anatembea na damu kiasi gani? Inawezekana dakika 2 dakika 3 ukaanguka hapo, ukakimbizwa hospitali ukaambiwa una upungufu wa damu. Kwa hiyo ni vizuri kujiwekea damu kwa ajili yetu, lakini na kwa ajili ya wale wahitaji ambao wako hospitalini. Sasa damu salama inafanya nini? Maana sema ukipewa na wewe utoe. Kama nilivyotangulia kusema, damu ni uhai. Hivi sisi tutakulipa nini wewe kwa uhai huu ambao umempa mwenzio? Hatuna. Zaidi tutakwambia Mungu wetu wa mbinguni aendelee kukubariki. Lakini tunakupa kadi ya wanachama kukuwekea wewe ulinzi. Sasa hivi kuna utaratibu mgumu tumeuweka damu salama, si kwamba tunaupenda, lakini inatulazimu kufanya hivyo. Ukija wewe hospitalini sio mteja wa damu salama, ukinywa damu yetu 1 utalipa ngapi? Ukinywa 2 utalipa 4, ukinywa 4 utalipa 8, ukinywa 8 utakunywa 16 utarudisha. Sasa mimi hapa nimesimama hapa, tutajionea mambo, nione watu wa kanisa kuambulia damu 0 ama 1. Sasa ashumu wewe na kutuma damu 16, utazitoa wapi? Tunajua hiyo ni kero, lakini inatulazimu kufanya hivyo ili wewe damu yetu uliyoikuta ikakusaidia, basi urudishe, imsaidie na mwingine. Tungelikuwa wa Tanzania
tuna mioyo ya kujitolea damu bila hizi hofu zetu, tusingelazimika kupeana, maana sijui niite adhabu kwamba kwa nini wewe nikupe damu moja urudishe mbili. Kwa nilitamani utibiwe, umalize matibabu yako uende, kwa sababu wapo vijana wanachangia damu kwa hiari. Lakini ndio sisi vijana tuliojawa hofu, tunaogopa kuchangia damu. Kwa hiyo nitakupa kadi ya kukuguarantee wewe usalama wako. Ukichangia leo damu, nitakupatia kadi ambayo itakusaidia wewe ukipata changamoto yoyote ya damu, iwe Tanzania bara kwa Tanzania visiwani, utatumia kadi hiyo na hautapata kuambia umekunywa damu zetu kalete 4. Na hiyo kadi itatumika kwako wewe mchangia damu. Kama ni mume, basi pamoja na mke wako na watoto wako na baba yako na mama yako. Tumeiwekea mipaka. Sisi wa Afrika tuna extended family. Tukisema kwamba kadi hii isiwe na mipaka, kesho utanijia na baba mkwe, kesho kuto utakuja na shangazi, kesho kuto utakuja na binamu, sijui utaleta na jirani. Sasa kadi hii moja itamaliza damu zote zilizopo pale benki. Kwa hiyo tumeiwekea mipaka at least kwa hao wanufaika niliowataja: mke, mume, watoto, baba na mama. Lakini kuna wakati mwingine tunatumia busara pia. Hatuwezi kuwa tunakuja hapa kanisa la Mungu kila wakati tunapata damu hapa 40, 30, 50, alafu amekuja ambaye huwa achangii kwa sababu huwa hana sifa, tunamwambia wewe sasa si huwa uchangii kanisani, kalete watu. Hapana, hatuko namna hiyo. Sisi tukifika hapa, sisi tayari tumeshakuwa waumini wa hapa kama alivyosema mchungaji. Lazima tulindane na tupendane. Kama ndugu zako wengine 30 tuliweka damu, basi wewe hutaweza kutaabika kwa hilo. Kwa hiyo ninawasihi ndugu zangu, tusiogope kuchangia damu. Sasa kitu mwingine unasema hivi, nikichangia damu si nitapata labda matatizo makubwa sana? Kwa bahati nzuri, kama nilivyotangulia kusema, huu ni mpango wa Mungu kuona haya mapenzi yetu kati ya sisi na sisi yanaendaje. Hakuna mahali kokote pamewahi kuthibitika kwamba kuna mtu alichangia damu akapata madhara. Hakuna. Ila tunaita mauzi madogo madogo. Ukichangia damu ukiwa una hofu kubwa, wengine wanapata kizunguzungu. Lakini damu ni kimiminika. Kama sio mtumiaji mzuri wa maji, tunapokutoa damu, maana tunatoa mils kama 450 hivi. Wengine wanasema lita moja, haifiki lita moja. Hata nusu lita haifiki. Sasa tunapotoa kile kimiminika, mwili unashindwa kubalance hiyo damu iliyotoka kwa haraka. Kwa hiyo kama wewe sio mtumiaji wa maji, mwili unapata upungufu wa maji. Maana damu pia ni maji. Kwa hiyo yale maji, utakapopata ile hali ya upungufu wa maji, ndio unaanza kusikia kichwa kinakuuma, kwa sababu vitu havijaa balance mwilini. Kwa hiyo ndio maana wakati tunachangia damu tutakupatia maji na soda. Sio asante. Soda kwa ajili ya glucose, kuhakikisha mwili unaendelea kubaki na nguvu, ili wakati moyo utapiga kwa nguvu ukiwa unapambana kurudisha damu inayopotea, uwe mwili una nguvu ya kutosha. Lakini maji kubalance kile kimiminika kinachotoka, ili usijisikie hiyo hali ya kuumwa kichwa au kusikia kizunguzungu. Hiyo ndio science tunatumia behind hizo, na sio kusema kwamba huo wanatupa zawadi ya soda na maji. Hapana. Sisi tunakubalance mwili ukae vizuri, ili wakati unachangia usipate changamoto hizo. Lakini tutakuambia kwamba kwa siku ya leo hii utumie maji ya kutosha. At least lita 3, kama unaweza hata 4 mpaka 5. Ndio zitakusaidia kupunguza ile hali, na sio wote wanapata hiyo shida. Kuna mwingine anachangia damu wala hapati hizo changamoto. Lakini kuna wengine wanapata hiyo shida ya kusikia kizunguzungu na kichwa kuuma, lakini zinaisha ndani ya masaa 24. Lakini pia kama nilivyotangulia kusema kwamba hii inabaki kuwa ni sadaka na Mungu wa mbinguni atakubariki. Tangulia kusema kakaangu pale, hivi unajisikiaje ukisikia mwenzio amepata kuishi na kufurahia maisha haya kwa sababu ya tone moja la damu la kwako? Si furaha jamani? Amen.
Kwa hiyo tusisite, kwa sababu hatuna shida yoyote ambayo tunaweza kupata kwa sababu tumechangia damu. Lakini pili, tujue kwamba ni matendo ya huruma na ni baraka tutapata kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa kaka yangu Filemoni sio amekimbilia wapi? Natamani naye angeongezea mawili matatu kama anayo. Otherwise nimemaliza, asanteni sana. Asante sana. Yaani mratibu ameongea vitu vingi sana vya muhimu. Mwenye sikio amesikia, mwenye kuona ameona, na hizi changamoto kama alivyozungumza ni za kwetu sote. Tunategemea ushirikiano mkubwa sana kutoka kwenu. Uhitaji wa damu hauna plani, yani hauna mbadala, ni lazima itoke damu iende damu. Kwa hiyo niwaombe sana wale ambao watakuwa na sifa waweze kuchangia. Uhitaji ni mkubwa, wagonjwa ni wengi, kuna wakati hatulali hata nyumbani. Nikikwambia mimi leo nimeamka saa ngapi? Saa 12 niko ofisini. Yote hii tunapambania uhai wa wenzetu waweze kuishi. Kwa hiyo tunaomba na nyie, hebu tuwe na matendo ya huruma, tuwasaidie hao wahitaji. Kuna watu wako pale kitandani wanahitaji kuinuka kwa ajili yenu tu. Asanteni sana. Asante sana kwa muda mzuri kwa Kwa kweli watu wa kanisa la Mungu, ninawashukuru sana. Mungu wetu wa mbinguni azidi kuwabariki. Tumepata chupa za damu 28 ambazo chupa hizi zitawasaidia watoto wasiopungua 150, lakini watu wazima 28. Kwa kweli ninajivunia kuwa na nyinyi. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Asante sana. Makofi ongezeke. Maisha ya kila mtu mahali aliko watakaporudi, uwe Babati, uwe Mwanza, uwe Manyara, uwe Dar es Salaam, hakikisha unaishi maisha matakatifu katika swala la kumtolea Mungu. Ndipo utamwona Mungu katika maombi haya ambayo tayari tumekwisha kuandika kwa kila mtu ambavyo tunahitaji Mungu aweze kutufanyia. Mpaka 2031 boksi litafunguliwa na tutaona vile Mungu atakuwa ametembea na kila mtu kwa kadri alivyoomba na kwa kadri ambavyo alikuwa ametegemea Mungu aweze kumfanyia. Basi nendeni mkafanye kazi zenu huko kwa uaminifu,
fanyeni kwa bidii na pia fanyeni kwa maarifa. Nikitoka katika eneo hilo, mgeni, Mungu akubariki sana. Kwanza kanisa letu la Tanzania au kanisa la The World Missionary Fellowship Church of God of Tanzania, tuna heshima kubwa sana kuonyesha ushirikiano. Ni moja ya kusudi la kanisa kwamba tunahitaji tuwe na ushirikiano mzuri na serikali yetu na pia na sekta mbalimbali ambazo zinatoa huduma katika jamii. Tunapozungumza juu ya kanisa ni pamoja na ushirikiano. Ndio maana kutokana na semina fupi, vijana kweli waliguswa katika mioyo yao bila kusita, kama ulivyotoa taarifa au idadi ya chupa ambazo tayari mnazo, hiyo sadaka ikawasaidie wahitaji. Na kanisa tutakuwa pamoja katika mambo mbalimbali, na ninaomba ushirikiano kwamba nasi viongozi mtupelekee salamu mbalimbali kwa wakuu wa idara ya afya, kwamba taarifa hizi kanisa tunaungana, kwamba tuko tayari kusaidia wahitaji ambao mara nyingi tunaona katika familia zetu. Unakuwa na mgonjwa, lakini ukienda hospitalini unaambiwa anahitaji apate chupa za damu kiasi fulani. Huwa tunaumia, huwa tunafikiri tutapokea wapi. Kumbe kwa watu waungwana na watu ambao wanajitoa kwa ajili ya misaada kama hii, na leo nasi tumeshiriki. Kanisa tupige makofi. Vijana, Mungu awabariki. Naamini Mungu ataendelea kulibariki kanisa hili. Tutaendelea kutenda mambo makubwa zaidi ya haya. Na mwisho kabisa, tutapenda kuwaombea Mungu, japokuwa najua wengine bado wanaendelea na huduma kule ndani, lakini kwa sababu uko kwa niaba na wewe ndio mkurugenzi, tutaomba Mungu pia kwa ajili ya huduma inayoendelea. Tutamtanguliza Mungu pamoja na taaluma, lakini Mungu awe wa kwanza. Maarifa mtakayotumia yatoke juu. Mungu awahekimishe jinsi ya kuhudumia jamii. Mungu ahakimishe juu ya vyote mlivyojifunza, na Mungu ataponya kila kitu, na zaidi ya yote uzima wa Mungu utaonekana katika huduma mlizonazo. Wakati wanamalizia, nasubiri mmalize mfunge hiyo sanduku la maagano, nitakuwa tayari kuomba Mungu kwa ajili ya ugeni huu, na Mungu wa mbinguni aendelee kuwabariki katika kazi nzima ya idara ya matibabu, hasa katika mkoa wa Singida na Tanzania nzima. Basi kanisa, kwa heshima naomba tusimame, sio tukio la kawaida. Najua mmejitolea huko. Kwa hiyo naomba mahali uliposimama nitaomba Mungu. Baba yetu, wewe uliye Mungu wa pekee, hatutachoka kukutaja kwa sababu wewe ndio uliyetuumba kwa mfano wako. Wewe ndio unastahili sifa zote na utukufu. Na neema hii sisi kuja hapa Singida katika eneo la VETA chini, Mungu umeandaa katika nyanja mbalimbali. Na ndio maana Bwana, tazama, tumekwisha kupokea ugeni huu tangu asubuhi. Wataalamu wa afya ambao Mungu wameshirikiana nasi na wametufundisha tukaelewa, kwa sababu neno lako bado ni jema. Neno lako bado linahitaji tuwe na umoja, tushirikiane, tutoe sadaka kwa wahitaji. Mungu uishie milele, ninaiweka serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na idara ya afya mikononi mwako, kwa sababu majukumu haya najua wewe ndiye uliyewapa. Si akili zao, sio maarifa yao, bali ufahamu kutoka juu uliuweka katika akili zao. Ndio maana wamefika mahali hapa. Bwana, nasi kanisa la The World Missionary Fellowship Church of God of Tanzania tumekubali kuungana nao. Ndio maana Bwana, hata sasa tumetoa sadaka hizi, tumetoa damu hii kwa ajili ya wahitaji, wagonjwa wote watakaopokea damu hii. Damu hii najua Mungu umeitaka
ninatakasa, na kwa sababu inatoka katika madhabahu hii, kila atakayepokea damu hii atapokea uzima katika mwili wake, atapokea uzima, hatadhurika tena, atapokea uzima, mauti hayatamsogelea. Kwa jina la Yesu ninatakasa sadaka hii, Mungu wetu na Baba yetu uliye juu. Ninawaombea viongozi hawa, wamekuja kwa neema hii, wamepakanyaga hapa. Ninaombea uwahekimishe, ninaombea uwasaidie katika kazi zao, familia zao, miradi yao, kazi zao zote ninazifunika kwa damu ya Yesu Kristo. Ninawaombea Bwana, waondoke na neema yako, waondoke na baraka zako, waondoke na utukufu wako. Uwalinde Bwana kwa chombo watakachopanda mpaka kituo cha afya mahali walipo, katika ile hospitali. Mungu wapeleke habari njema kwamba wamekutana na wewe, kwamba wamekutana na uzima, kwamba wamekutana na baraka. Kwa haya yote Bwana, tazama nimeomba na kushukuru kupitia jina la Yesu Kristo na sanduku hili la agano. Mungu, najua utatenda mambo makubwa kwa kila mmoja wetu, utatoa baraka za ajabu, na Mungu wetu utaonekana hadi kongamano la 2031 kwa mambo makubwa ya ajabu. Nimeomba haya yote Mungu wetu na Baba yetu. Ninaomba kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Watu wa Mungu wote tutasema amina na kelele za shangwe. Piga kelele. Haleluya. Akubariki sana.